Naam, sambamba kabisa mpendwa msikilizaji, ni asubuhi nyingine yenye hewa tulivu sana, nayo furaha tele ya kuweza kukualika na moyo mkunjufu kwenye habari zetu za asubuhi ya leo. Hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 3 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri mashariki mwa DRC, lakini pia ulimwengu mzima. Uhali gani mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko? Matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini. Nayo furaha tele ya kuweza kukualika katika habari zetu za asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ili upate kufahamu yote yanayojiri sehemu mbalimbali kwenye uwanja wa vita, lakini pia maeneo mengine. Hivyo ili tuende sambamba, hakikisha una subscribe channel hii, una comment, lakini pia unasambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Kama kawaida, kadri saa zinavyozidi kusonga na mambo yanazidi kubadilika mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan uko kwenye uwanja wa vita, ikiwa ni jimbo ya Kivu Kaskazini na jimbo ya Kivu ya Kusini. Tulionayo siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye uwanja wa vita. Hivyo nakusihi kuwa nami mwanzo mpaka tamati, ili upate kuhabarika na kufahamu yote yanayoendelea maeneo mbalimbali ya uwanja wa vita. Na habari kuu tulionayo asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji ni kwamba droni ya kivita ya jeshi la taifa FARDC imeshambulia ngome za waasi wa M23 uko jimboni Kivu Kaskazini. Droni ya jeshi la taifa FARDC imeripotiwa kuruka usiku wa kuamkia Alhamisi tarehe 2 mwezi Oktoba katika anga la Baleusa, makao makuu ya kijiji cha Ikobo kilichopo katika wilayani Walikale, mkoa wa Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23. Baada ya muda mfupi, wakahaji walishtuka kutoka usingizini kufuatia milipuko mkubwa wa mabomu matatu yaliyorushwa na droni hiyo katika eneo linalodaiwa kuwa ni ngome za waasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka sehemu hiyo, vinasema ya kwamba wakahaji walikimbia usiku huo huo kuelekea maeneo wanayodhani kuwa ni salama zaidi, hususan maeneo ya Miriki katika wilayani Lubero. Wengine walikimbilia misituni, huku baadhi ya wakahaji wakijificha ndani ya nyumba zao. Mpaka sasa idadi kamili ya majeruhi au vifo kutokana na shambulio hilo bado haijajulikana. Hata hivyo, asubuhi ya tarehe 2 Oktoba mwaka wa 2025, shughuli za shule hazikufanyika maeneo ya Buleusa, huku hofu na wasiwasi ikitawala mioyo ya wakahaji wanaobaki katika kijiji hicho. Ni vyema kukumbushia kwamba siku chache zilizopita tuliripoti kuhusu kusonga mbele kwa wanamgambo wa M23 kutoka maeneo ya Buleusa kuelekea maeneo ya Mpeti, eneo wanalotumia kama kituo kikubwa cha kujiandaa kwa mashambulizi, ambapo walidaiwa kupanga kushambulia mji muhimu wa Pinga, kwa mujibu wa taarifa za kiusalama kutoka eneo hilo. Lakini licha ya droni za jeshi la taifa FARDC kufanya mashambulizi dhidi ya ngome za waasi wa M23 maeneo tofauti, bado wadadisi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC wanasema kuwa bado hakujawa na mabadiliko yoyote ile. Hao wanalaumu jeshi la taifa FARDC kushindwa kushambulia waasi kutumia droni hizo kipindi ambacho waasi bado hawajadhibiti mji. Kwa nini wasubiri waasi wadhibiti mji ndo watume droni kushambulia ngome zao? Ni vema droni kuwashambulia kabla ya waasi kuchukua eneo zetu. Ila hali hii inatupatia wasiwasi mkubwa sana sisi raia, amesema Andre Biedunia, leader wa kijamii kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kunawaambia kwamba serikali ya Kinshasa ina mawazo mengine, mafikira mengine ndo iko mkicho ya watu wa Kinshasa. Mafikira ya vita huku kueste haiko kabisa. Tusikose kusema juu ya nini?
Tusiseme juu ya nini? Pourquoi watatufunga vinywa tusiseme, alors que ma entité ziko zinaanguka kila siku. Nzibira ilishaanguka. Sijui Chulwe iko mene saa ndio kwenye bako Chulwe. Alors que Nzibira na Chulwe ni 18 km. Kuna bakia village ingine moya yenye banaita Maimoya. Ile ndio village ya kwanza kuingia Mshabunda. Ça veut dire que bakiingia pale kuna bakia au moins 240 km baingie Mshabunda centre. Na ile espace yote ni forêt. Hakuna nafasi banaweza kudeborde, si watadeborde. Mimi naomba na exhorte FARDC bangali kumlengo wa kutetea nchi na bazalendo basaidie peuple congolais, batege mambiskade mule, parce que serikali haitawezekana. Madrone tuko nazo ni za nini? Helikoptere tuko nazo ni za nini? Pourquoi tutakuwa tunatumikisha madrone wakati enemy ashakamata eneo? Pourquoi ile mahelikoptere haiwezi kuwa intervenir, madrone haiwezi kuwa intervenir mapema sana? Tulishafanya malobinge, tunaambia serikali tusaidie ipige Kageregere. Kwa sababu Kageregere kuipiga leo wala Minembwe kupapiga leo bila kutumikisha drone wala helikopter ni vigumu sana. Memutangoya adua najisuka kisha ndio mnasema no, alikamata ingine eneo, tutoe sasa helikopter. Helikopter anaenda fanya nini alors que enemy ashakamata nchi? Muna bombarder Nzibira jana alors que ilianguka depuis dimanche. Pourquoi ne pas bombarder au moment où ennemi alikuwa konaingia Nzibira? Pourquoi bakubombarda kile wakati? Balikuwa wanangoya nini? Complicité ko quelque part. Kongole muangalie mbele, mfungule macho. Nchi iko natuenda polepole bila sikuona. Nchi iko natuenda bila kuona. Bene biko Kinshasa undire hatuko nabo kumustari moya, hatuko kulengo moya. S'il vous plaît, tufungule macho. Mwana watu wanasema Andra na kritika katu gouvernement. Nitakosa kritike gouvernement inaifanyi kazi kwa nini? Nchi iko naenda. Mimi sina nafasi nyingine ya kukimbilia. Niko na watoto plus ya 9. Huko watu yuko hapa Fizi, Baraka, Uvira, kuna watoto 12 ataweka wapi mkinywa? Ndio maana tumetoa wazalendo watusaidie kuresiste. Wazalendo wanaresiste, habana soutien, hawako souteni. Kwa masasi budogo kuna babatia wa kushidefendre. Ni auto defense tuko tunafanya. Haiko vita, hatufanani, tuko mvita. Nisi population ndo tuko na boga tume. Kinshasa inajua kama huko hakuna vita. Kama bashafanya vya kufanya vyao watuambie clairement, hatuko tena na mwezi, tutajua kisingine ya kujipanga. Peuple congolais tajiprendre en charge. Yo yenyewe si trop. Tunachoka. Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wetu, licha ya jeshi la taifa FARDC kuweza kushambulia baadhi ya ngome za wazalendo huko jimboni Kivu Kaskazini, bado waasi hao hawajaondoka na kuacha mji wote ule ambao wameudhibiti, huku hali ikiendelea kuonekana kwa wasiwasi maeneo mbalimbali mashariki mwa DRC huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Ituri. Watu 14 waliokuwa wakimbizi wa ndani katika kambi ya Ro mkoani Ituri wameuawa alfajiri ya Alhamisi tarehe 2 Oktoba mwaka wa 2025 katika shambulio linalodaiwa kuwa limetekelezwa na wanamgambo wa kundi la Codeco. Kwa mujibu wa washuhuda, wahanga wa tukio hilo walikuwa wakulima waliokuwa njiani kuelekea mashambani katika eneo la Maze walipotekwa na kushambuliwa. Inadaiwa kuwa wanamgambo hao waliweka mtego na kuwahangamiza kwa risasi, lakini pia wengine wakiuawa kwa kutumia mapanga na visu. Idadi kamili ya vifo bado haijathibitishwa kikamilifu kutokana na ugumu wa kufika eneo la tukio. Shambulio hili limezua tamruki kubwa katika kambi ya Roho ambayo ni makazi ya maelfu ya wakimbizi wa ndani waliokimbia machafuko katika vijiji vyao vya asili. Uongozi wa jamii na taasisi za kiraia wanatoa wito kwa haraka kwa jeshi la taifa FARDC kuingilia kati na kuhakikisha kwamba usalama unakuwa wenye utulivu maeneo hayo. Aidha, wamekemea vikali ukiukwaji wa makubaliano ya amani iliyowekewa saini mwezi Juni mwaka huu, ambapo kundi la Codeco lilitia saini likikubali kusitisha mashambulizi. Hata hivyo, katika kipindi cha karibu mwezi mmoja sasa, kundi hilo limeongeza mashambulizi dhidi ya raia katika eneo la Njugu. Karibu watu zaidi ya 10 waliuawa katika kijiji cha Lida na pikipiki kadhaa kuchomwa moto na wanamgambo hao. Ila mpaka sasa hakujawa na taarifa rasmi kutoka kwa jeshi la taifa FARDC kuhusu tukio hilo ambalo limetekelezwa na wahasi wa Codeco huko mkoani Ituri,
ambako raia wanaishi katika hali duni. Hiyo ni kutokana na kuwepo kwa makundi mengi ya silaha ambayo yanaendelea kusumbua raia na kuwateketeza usiku na mchana, ikiwemo kundi la Kadeko lakini pia kundi la ADF. Manono. Wafungwa 9 wamefanikiwa kutoroka katika gereza kuu la Manono usiku wa kuamkia Jumatatu tarehe 1 Oktoba mwaka wa 2025. Katika tukio hilo la kutoroka, mfungwa mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi na polisi waliokuwa wakilinda gereza hilo. Msimamizi wa wilayani Manono Bwana Cyprien Kitanga amesema kuwa hii ni mara ya 4 kutokea kwa tukio hilo la kutoroka kwa wafungwa wa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tu. Amesema sababu kuu ya tukio hii ni hali mbaya ya maisha gerezani. Hakuna maji, umeme, chakula wala dawa, na hali ya msongamano ni ya kutisha zaidi. Gereza hilo lina uwezo wa kuwahifadhi wafungwa 75 pekee, lakini kwa sasa lina wahifadhi wafungwa zaidi ya 150. Ameongeza kuwa majengo ya gereza yamechakaa sana na kuna upungufu mkubwa wa majaji wa kushughulikia kesi zao. Kwa sasa kuna jaji mmoja tu, jambo ambalo linachelewesha usikilizaji wa mashauri na kuongeza tamaa kwa wafungwa kutoroka jela. Cyprien Kitanga ametoa wito kwa jamii la wadau mbalimbali kushirikiana katika kuboresha hali ya gereza hilo ili kulifanya kuwa mahali pa kibinadamu na kuongeza usalama kwa kutumia rasilimali zilizopo. Kwa mujibu wake, hatua hizi zitasaidia kukomesha matukio ya mara kwa mara ya kutoroka na pia kuboresha haki ya usalama katika jamii ya Manono. Tukio hili la karibuni linaweka wazi changamoto kubwa ya usimamizi wa miundombinu ya gereza katika maeneo hayo ya Manono, jambo ambalo linalotishia usalama wa raia na kusababisha kuzorota kwa mfumo wa utoaji haki. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari katika lugha tukufu ya Kiswahili kutoka Amani TV Media. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ikiwa ni mara yako ya kwanza kupitia chaneli hii, hakikisha kwamba una subscribe, una comment, lakini pia unasambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na sasa tutamatishe taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo na habari kutoka uko Goma, mji mkuu wa jimbo ya Kivu Kaskazini, ambako kundi la wahasi wa M23 limetangaza kuwa alitotambua tena hati za kusafiria zinazotolewa na serikali ya Kinshasa katika maeneo ambayo wao wanayadhibiti, yakiwemo maeneo ya Goma, Bukavu, Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini kuanzia tarehe 1 Novemba mwaka wa 2025. Katika taarifa iliyosainiwa na kiongozi wa M23 Bertrand Bisimwa, kundi hilo linasema kuwa linaanzisha visa zake rasmi kwa wageni wote wanaotaka kuingia katika maeneo hayo ambao wao wanayadhibiti, likidai kuwa ni kwa msingi wa usalama wa pande zote kutokana na hatua ya Kinshasa kuto kutambua nyaraka zao tangu mwezi Februari mwaka huu. Hatua zilizochukuliwa na wahasi wa M23 ni pamoja na kukataa visa vya pasipoti zinazotolewa na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuweka masharti ya kupata visa maalum kutoka kwa M23 kwa yeyote anayetaka kuingia katika maeneo hayo. Watumishi wa Umoja wa Mataifa pekee ndio wataruhusiwa kuingia bila visa, mradi wawe na pasipoti ya kikazi ya kimataifa. Matokeo yanayotarajiwa kutokana na hatua hii ni pamoja na kukwama kwa usafiri na biashara katika maeneo ya mashariki, mvurugano mkubwa wa kiutawala na sheria, hatua nyingine kuelekea utawala sambamba, jambo linalotafsiriwa na wengi kama hatua ya kuigawanya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Hatua hii ya waasi wa M23 kusemea kwamba kuanzia tarehe 1 Novemba mwaka wa 2025 hawatatumia tena visa aidha vitambulisho vya kutembelea kutoka Kinshasa. Wewe unaipokea namna gani, mpendwa wa msikilizaji? Tuambie kwenye comment. Baadhi ya wadadisi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC wanasema kwamba huo ni mwanzo wa kuanza kuigawanya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe unayapokea namna gani, mpendwa wa msikilizaji? Tuandikie hapo kwenye komenti. Na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji. Nasema shukrani za dhati zije kwako ambako nasi katika habari zetu za asubuhi, mchana na jioni. Hii ni Amani TV Media. Hakikisha na subscribe, una comment, lakini pia unasambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili na waendelee kuzipata kama kawaida. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, na kutakia asubuhi njema. Bye bye.